Asante. Mheshimiwa Seif Hamad Suleiman. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Hapa nilikuwa na hoja tatu, hoja mbili tayari Mahfudhi amezileta na zimejibiwa, imebakisha hoja moja, na Mheshimiwa Waziri akinijibu vizuri kwenye hoja hii na mafungu mengine nitaachia, sitonyanyuka tena. Hoja yangu mimi hapa ilikuwa ni kuhusiana na Zanzibar kuwa mwanachama wa CAF. Nilieleza hapa, Mheshimiwa Naibu ameligusa lakini sikuridhika kwamba Zanzibar ilipata wanachama wa CAF rasmi tarehe 17 Machi 2017 na tarehe 21 Julai mwaka 2017, miezi mitatu na siku 4, Zanzibar ikafurushwa wanachama ule bila hata ya kikao ambacho kilifanyika na wenzetu kule wa CAF katika kutufurusha. Swala linakuja, ni sababu zipi ambazo zilitupelekea Zanzibar kupata wanachama ndani ya miezi mitatu na siku 4 tukafurushwa? Lakini ni hatua gani baadaye miaka 9 sasa wizara au serikali ambazo wamezichukua kuhakikisha kwamba Zanzibar tunarejeshewa wanachama wetu wa CAF? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru sana mwanasoka wetu Mheshimiwa Seif. Kwa nini Zanzibar hatuko katika huo wanachama? Mheshimiwa, nipende kumwambia kwamba mimi akiniuliza hapa, basi mimi waziri hamu yangu kuona tuko huko, lakini sio mimi peke yangu, sote humu ndani, kwa maana kwamba Wazanzibari sote tuna hamu ya kuona tunaingia. Na katika hilo nipende kumwambia kwamba wizara yetu kupitia wenzetu wa ZFF na yetu kushirikiana pia na wenzetu wa Tanzania Bara TFF na mwingine na vyombo vingine, tayari tumeshawasilisha maombi yetu ya Zanzibar nao kwa mwanachama wa CAF pamoja na FIFA, na wanasema wanapopeleka ombi bidi usubirie jawabu. Kwa hiyo niombe mheshimiwa mwakilishi tuwe na subra minar rahman, na sisi tuna hamu kama ulivyo na hamu wewe ya kuwa na hilo jambo Zanzibar, na sisi tunakuwa ni wanachama. Na kwa nini? Kwa sababu sifa ambazo zimetajwa za kuwa mwanachama sisi Zanzibar zote tunazo. Sifa moja wapo ni kuwa na miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, na sisi miundombinu yetu ya viwanja iko vizuri kwa viwango vyote vya CAF na FIFA, lakini vile vile kuwa na vilabu vya wanawake na vijana Zanzibar, hiyo pia tunavyo. Lakini vile swala la viwanja kama tulivyosema, basi vilabu vyote vinao viwanja vya kutumia na mambo mengine yote. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa ni kwamba tunalifanyia kazi vizuri, na sio nitakapokuwa tayari na yeye akiwa mjumbe wetu wa kamati, basi nadhani natoka watu wa mwanzo katika kulijua hili, na hatua ambazo zinaendelea atakuwa ni yeye na wajumbe wengine wa kamati na wengine watafuatia. Nakushukuru sana mheshimiwa. Mheshimiwa Seif Hamad Suleiman. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, bado nipo na hoja yangu. Sijaelezwa sababu ambazo zilipelekea Zanzibar kufurushwa kwenye wanachama wa CAF bila hata ya kikao. Lakini ni hatua gani? Sawa, mmepeleka barua lini? Kwa sababu jambo hili ni miaka 9 sasa, si jambo la jana, si jambo la juzi, wala si jambo la leo. Ni jambo la miaka 9 sasa, ni jambo la muda mrefu. Wananchi huko nyuma, huko nje wanakiu kwa kuiona timu yao inashiriki katika, timu yao ya football inashiriki katika michezo ya kimataifa, hususan katika eneo hili. Sisi tuna vipaji vingi Zanzibar vinaonekana. Tunao kina Faisal, tunao kina Mudathir, tunao wengine vijana ambao wazuri wanaweza kuiwakilisha nchi na nchi ikapata faida. Ni sababu zipi zilizopelekea Zanzibar kufurushwa kwenye wanachama huu? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru tena Mheshimiwa Seif, mwana michezo mahiri. Kwa nini? Sababu gani? Wanasema binadamu, wanasema ukianza kutafuta kufukua sana unajikuta unafika mpaka kufukua makaburi, kitu ambacho kinakuwa pia hakileti tija sana. Lakini nikwambie mheshimiwa ni kwamba serikali yetu hii tukufu ya Zanzibar inayosimamiwa na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, daktari wa maendeleo ambaye anajali mambo yote na akajenga miundombinu ya viwanja vizuri, basi ni lengo lake kuona Zanzibar inaingia katika hiyo kuwa mwanachama. Tuendelea kulifanyia kazi hilo, na nimhakikishie kwamba serikali inasimamia kuona hili tunalifanikisha. Lakini kwa nini tulitolewa mheshimiwa ni kwamba kuna mambo mengi inawezekana, mengine hatuyajui, lakini baada tu Zanzibar kuwa mwanachama, CAF walipeleka maombi FIFA, na FIFA ndio ambao walisema kwamba Zanzibar hatuna uwezo wa kuwa na vigezo kwa sababu ya utaifa, ile sovereignty, kwa sababu walisema kwamba haiwezekani kutoa wanachama
ndani ya nchi moja kwa yani wanachama miwili. Hiyo ndio sababu ambayo ilipelekea sisi tukaweza kutolewa. Lakini kuna mambo mengi ambayo tayari tumeshapewa ya kuona kwamba tuyafanyie kazi, na hayo tayari tumeshafanyia kazi, na ndio maana tumeshapeleka hayo maombi. Na mambo tumeshapeleka CAF, maana tukishakujibiwa na CAF, maana vile vigezo vyote ambavyo FIFA wanavizungumza kisha kwa wanachama, maana na sisi tutakuwa tayari tumeshaingia katika hilo na kile kikwazo kitaweza kuondoka. Kwa niendelee kumwomba mheshimiwa aridhike na tuamini kwamba tunaendelea kulifanyia kazi na tunafuatilia ile maombi yetu ili kuona na sisi tunafika pale ambapo sote tunataka tufike. Nakushukuru mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Seif Hamad Suleiman. Mheshimiwa mwenyekiti, nimeshtuka kidogo na jibu la Mheshimiwa Waziri kwamba sababu ya kuondoshwa kwetu kuwa mwanachama wa CAF ni kwa sababu ya barua ya FIFA ambayo ilionyesha kwamba sisi Zanzibar hatuna vigezo kwa sababu sio sovereignty states. Lakini mimi napata mashaka na jibu hilo kwa sababu wapo wenzetu wa Uingereza, ni muungano wa visiwa vile vinne, na wenzetu nchini zile, na wenzetu wote wanne wale wote, ukienda England ni mwanachama, ukienda Wales ni mwanachama, zote nchini zile wote ni wanachama wa FIFA. Mimi nadhani waziri hajataka kufunguka kutueleza sababu hasa ni ipi, kwa sababu suala hili kama sababu ni FIFA haingia akilini kwamba wenzetu ambao wana muungano wale wa England wale wa London ni wanachama, lakini sisi eti kwa sababu ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar tusiwe wanachama kwa sababu ya sovereignty state. Ni muhimu sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na tuweke rekodi sawa kwamba wizara na serikali kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda kufanyika kwa haraka, na kama kuna vikwazo basi warudi kwa wananchi waeleze sababu ni nini ili wananchi wajue, tusivunge. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa, na mimi niongezee tu kwamba hili jambo sote Wazanzibari tunalihitaji. Sasa tuwaruhusu serikali hizo sababu, nadhani sio muhimu sana, maana hatutaki kuwaongezea huo mtaji hao waliotukatalia, tuendelee kuanikia ule mtaji wetu kwamba tukatalia kwa sababu hizi. Sisi tutafute namna yoyote ile tuhakikishe kwamba nchi yetu anakuwa mwanachama wa CAF na hatimaye tunakuwa wanachama wa FIFA.